Jambo la muhimu kabla ya kuingia kwenye mahusiano, Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya kafanyike msaada kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Kuna mambo mengi ya msingi ya kuzingatia kabla ya kuingia kwenye mahusiano, lakini leo tutakwenda kuangalia jambo moja la muhimu la kuzingatia kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, kabla hujaingia kwenye mahusiano, vema uwe umekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine. Kabla hujaingia kwenye mahusiano, vema uwe umekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine. Enzi za wazazi wetu, mama au mwanamke alikuwa ni mama tu wa nyumbani, na kwa sehemu kubwa mama wengi walikuwa wanawategemea waume zao. Kumbuka kwamba kuna leo na kesho. Huyo mume ambao unamtegemea wakati wote inawezekana kaondoka. Atakapoondoka ni vyema kujiuliza kwamba utaishije kama unamtegemea yeye katika kila jambo. Utaishije? Kwa kabla ya kuingia kwenye mahusiano, ni vyema uwe umekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine. Uwe na uwezo wa kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine. Uwe na uwezo wa kuishi maisha ya kujitegemea kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Usiingie kwenye mahusiano ukiwa tegemezi. Uwe na uwezo wa kuishi maisha ya kujitegemea kabla ya kuingia kwenye mahusiano. Uwe na uwezo wa kuishi wewe mwenyewe bila kutegemea mtu mwingine. Furaha yako haitakiwi itegemee mtu yoyote yule. Furaha yako haitakiwi itegemee mwanadamu yoyote yule, bali imtegemee Mungu. Furaha yako imtegemee Mungu. Maandiko yanasema furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Kwa kabla ya kuingia kwenye mahusiano, ni vema uwe umekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine. Ndivyo ilivyokuwa kwa Adam. Tunaposoma Mwanzo 2:15 mpaka 18, Adam alikuwa busy tu na mambo yake. Inawezekana kabisa kujua kwamba anahitaji mwenza, lakini Mungu alipoangalia akasema si vema mtu awe peke yake. Lakini yeye alikuwa busy tu na kutimiza majukumu ambayo Mungu alimpa, kuitunza bustani. Kwa jambo la muhimu kabla ya kuingia kwenye mahusiano, ni vema uwe umekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine. Furaha yako haitakiwi kumtegemea mtu mwingine yule. Amani yako haitakiwi kumtegemea mtu mwingine yoyote yule. Furaha yako imtegemee Mungu aliye hai. Kumbuka, hatuoi au kuolewa kwa sababu ya kuepukana na upweke. Adam hakuwa mpweke. Alikuwa peke yake. Hakuwa lonely. Alikuwa peke yake. Hakuwa mpweke. Na alikuwa anaendelea kuenjoy akiwa peke yake. Kama hujaweza kuenjoy ukiwa peke yako, basi wewe wakati wako wa kuoa bado. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, kabla ya kufikiria swala la kuoa, uwe na uwezo wa kuishi peke yako bila kumtegemea mtu yoyote. Na ukishakuwa na uwezo wa kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu yoyote, hata itakapofika wakati mwenza wako akaachana na wewe, utaendelea kuishi kama ulivyokuwa unaishi hata kabla ya kuolewa. Maana hata kabla ya kuolewa ulikuwa umejaa furaha, ulikuwa unaishi maisha ya kujitegemea, ulikuwa utegemee mtu yoyote yule. Kwa utaendelea kuishi kama ulivyokuwa unaishi hata kabla ya kuolewa au kuoa.
Kwa jambo la msingi la kuzingatia kabla ya kuingia kwenye mahusiano, kabla ya kufikiria swala la kuoa, uwe na uwezo wa kuishi peke yako. Uwe na uwezo wa kuishi maisha ya kujitegemea. Uwe na uwezo wa kuishi maisha ya kujitegemea. Uwe na uwezo wa kuishi maisha ya peke yako bila kutegemea mtu mwingine. Bila kutegemea mtu mwingine. Bila kutegemea mtu mwingine. Uingie kwenye mahusiano ukiwa umekamilika 100%. Sio kwamba unaingia kwenye mahusiano kwa sababu kuna maeneo ambayo unafikiri kwamba una mapungufu, unahitaji mtu mwingine aje azibe. Akija kuondoka utaona pengo. Kwa kabla ya kuingia kwenye mahusiano lazima uwe umekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine, bila kumtegemea mtu mwingine. Furaha yako ikitegemea mtu mwingine, huyo mtu akiondoka utabaki hauna furaha. Amani yako ikitegemea mtu mwingine, huyo mtu akitokea ameondoka, hautakuwa na amani. Furaha yako isitegemee mwanadamu yoyote ile, bali mtegemee Mungu. Adam alikuwa anaishi maisha ya kujitegemea. Alikuwa yuko busy. Kabla ya kuingia kwenye mahusiano, kabla ya kufikiria swala la kuoa, ni vema uwe umekomaa kiasi cha kuweza kuishi peke yako bila kumtegemea mtu mwingine. Kiasi kwamba huyo mtu ambaye utakuja kuingia kwenye mahusiano naye, ikafika wakati akasema kwamba mimi naachana na wewe, utaendelea kuishi kama ulivyokuwa unaishi awali. Maisha yaliyojaa furaha, yaliyojaa amani, bila kumtegemea mtu mwingine yoyote yule. Bila kumtegemea mtu mwingine yoyote yule. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Nakumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment. Subscribe, mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyokuwa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.